Jana kwenye dimba la Benjamin Mkapa dabi ya Kariakoo iliota mbawa baada ya Simba kugoma kwenda uwanjani na bodi ya ligi kuu kufanya kikao na kutoa maamuzi ya kuwa dabi hiyo itapangiwa tarehe nyingine. Wananchi Young Africans walifika uwanjani muda husika, lakini pia sivyo bahati wa kucheza mchezo huo. Yote hayo yalipita kwenye siku ya jana. Leo niko na Hussein Makubi, Mwananyanza, anafanya biashara kutoka Geita, lakini pia ni shabiki na mdau mkubwa wa Young Africans na miongoni mwa wadhamini wa Goli la Mama. Yes, mdhamini wa Goli la Mama. Siko peke yangu na yeye pia, niko na Suda Yanga, unamfahamu. Tunazungumza mengi hapa kuyajenga yale ya jana kwenye mchezo ambao ulishindikana, dabi ya Kariakoo, baada ya matumaini kuwa makubwa, kila mtu akivuta upande wake, tambo za hapa na pale, lakini mwisho wa siku mchezo kufanikiwa kupigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Karibu sana tuzungumze nao. Kuna mengi ya kuyajenga hapa. Zongo heshima yako. Wala habari ya wewe. Tuko sawa. Sasa tuko sawa. Kwanza nipe ile experience, unatoka Geita kwa gharama ulizotumia, tunakuja Dar es Salaam, alafu jana hujafanikiwa kuangalia mchezo. Feelings zake zilikuwa? Feelings zinakuwa ni nyingi, na ndio maana tumejitokeza kwa ajili ya kuwapa pole washabiki wa Yanga na Simba kwa ujumla. Kwa sababu tukio la jana limewapa watu pressure, halijachagua hata kama mshabiki wa Yanga na wa Simba, kwa sababu kuna watu wametoka mikoani wamekuja kuangalia mchezo wa dabi, lakini ambacho wamekutana nacho sicho walichotegemea. Kwa watu wamerudi wana pressure zao kulingana na matumizi waliotumia ambayo hayajawa na faida. Msimamo wa Young Africans ni kwamba jana wameingiza timu na hawatacheza mchezo mwingine wote. Hata kwenye ile taarifa wao waliotoa imeainisha hivyo. Unaungana mkono na uongozi? Hiyo niko naungana na mkono na uongozi, kwa sababu kitendo kilichofanywa na Simba sicho, kwa sababu Yanga imeingia uwanjani kama kawaida inapotakiwa na Simba haikuonekana. Sasa Yanga sidhani kama anaweza karudi tena kuingia uwanjani, kwa sababu si tayari tunasubiri kupewa point na magoli, point zetu na magoli matatu, pointi 3 na magoli matatu katika sheria labda inavyosema. Kwa sisi tunachosubiri ni kupewa pointi zetu na magoli, kwa sababu hatuwezi kurudi tena kucheza uwanjani. Kwa sababu kucheza nyama mtaka kabisa. Sasa tuna hata wale washabiki tu wa Yanga na Simba leo utawafurahisha nini watumie gharama zao tena kurudi? Sasa tunapanga bana, labda mwezi huu wa 3 mwishoni tarehe fulani dabi inapigwa tena. Sinyi mnatakiwa mtokee sasa. Haiwezekani, natakiwa tupewe pointi zetu tuendelee kuelekea kuchukua kombe la tumalize kazi. Tuko na mjukuu hapa. Mjukuu naye yuko hapa, na yeye ana pressure, amelala, kifua akifanyi kazi vizuri. Suda mambo vipi? Poa. Nzema. Mbona umepoa leo? Mimi sijakuzoea hivyo. Sijapoa. Hujapoa? Ndio. Ukwenda uwanjani jana? Ndio. Ukwenda? Ndio. Okay. Ulisanuka mapema hapa, mechi hamna hapa? Ndio. Sawa. Unatamani kuona dabi ya Kariakoo ikipigwa tena ama utaki tena? Wewe unataka mpewe alama tu? Pia alama tu. Alama. Kuna kale kanyimbo ulikuwa unakaimba jana uwanjani na babu pia akasikia hapa. Niimbe kidogo. Kaa vizuri kabisa, jiseti. Saa 1 ya usiku ndo unaniita nije kwa Mkapa, ila siku nzima sijaona simu yako, eti nije kwa Mkapa. Unaniita Sasa wewe nani, Simba sasa? Kwa Simba kaitwa saa 1 usiku kwa Mkapa kagoma kwenda. Umerifana na nyimbo ya Zuchu. Sawa. Ni mchezaji gani ambaye jana ulikuwa unatamani umuone lakini dabi haijachezwa na hujamuona na wewe ilikuumiza? Nilikuwa natamani niwaone wote, lakini zaidi Maxim Pianzegero. Kipenzi chako. Kipenzi cha Yanga. Sawa. Kikosi jana tayari ulikuwa umeshakipanga? Ndio. Kweli? Unakumbuka? Ndio. Mkipange hapa babu asikie. Namba 1 nilikuwa namweka DDR, namba 2 ya ujeshi, namba 3 nilikuwa namweka mtu mwenye maraba yake 4. Nani? Shadrack Boka. Okay. Namba 4 Dickson Job, namba 5 Baka. Namba 6 yule Dr. Uchu. Namba 7 kipenzi cha Suda Yanga Maxim Pianzegero, mzee kuchomekea. Namba 7 mgongoni.
Simba hapo asingetoka. Namba 8 Zanzibar Fantastic Mudathir Yahya. Namba 9 nilikuwa namweka Stop Score Mzizi Clement Mzizi, Walid Clement Mzizi. Namba 10 huyu ni mwana harusi Aziz Ki, bwana harusi. Namba 11 mtu mwenye bridge yake mjini. Ukiweka bridge uje kucheza mpira. Kama unajijua uje kucheza mpira, wewe suka zako marasta kama Bob Marley. Kama Bob Marley wa majirani. Misimu miwili no goal. Nani Bob Marley wa majirani? Wanajua. Wewe mtaje tu. Wanajua wenyewe. Wanajua. Kwa hiyo kikosi chako Simba alikuwa atoki jana. Wanakula kono. Yaani watoto wa mom waoga sana. Waoga. Walete timu waache uoga. Walizuiliwa kuingia uwanjani ndio maana wakagoma kucheza. Sawa, wamezuiliwa. Lakini wiki nzima wamefanya mazoezi. Ila kwa ile muda ndio akatae kuja uwanjani jamani. Si mazoezi ya mwisho Suda. Yaani wanaogopa sana. Walete timu. Walete timu. Kwa tarehe nyingine kipangwa walete timu. Walete timu. Okay. Na nyinyi mtapeleka timu? Ndio. Kama jana mlipeleka timu. Sasa bana mzee wangu umesketch hichi kikosi. Simba alikuwa anatoka jana. Na ndio walichokuwa na kiwaza jana kwamba watakapoingia mle kuna aibu labda inaweza kutokea ambayo haijai kutokea. Kwa sababu wameshawahi kupigwa goli 5. Sasa walikuwa na hii inaweza kupigwa mara 2 yake. Kwa kaona bora kama ni point ziende tu, haina haja ya kwenda kuaibika mle. Kwa kile kilichomkimbiza Simba sio kanuni, sio kuzuia uwanjani, kumbe ni aibu. Ni hayo yameshawahi kutokea sehemu nyingi, na wala wewe huwezi kulazimisha mchezo unachezwa kesho yake wewe unataka uingie ukakesha unafanya mazoezi. Sasa unakuja wengine kukesha hao unaingia saa 2 unaenda kuifanya mazoezi, unaenda kutoka saa ngapi? Kwa sababu na mbuzi zinalia kwenye basi wanaenda nazo. Walikuwa na mbuzi. Walikuwa na mbuzi. Sasa unaenda na mbuzi na waganga unaenda kufanya mazoezi kwenye uwanja gani wa mazoezi ya kwenda na mbuzi. Sasa unaenda kuchinja mbuzi uwanjani. Hicho kilichowasumbua. Walipoona sasa limesanuka hilo. Wakaona hii aibu tuachane nayo tusije tukaenda kupata aibu ya isio ambayo ya hatari. Nataka uzungumze na mashabiki wa Young Africans ambao walikuwa na matumaini ya kushuhudia mchezo jana. Ni kwa kiasi gani mmevunjika moyo kutokana na dabi ya Kariakoo? Na wewe binafsi unatamani kuiona tena msimu huu? Kuiona dabi nyingine? Hapana, sitamani kwa sababu wametuvunja moyo sana. Na hata washabiki wa Simba ningependa yani kwa kitendo cha jana wengi wangehamia hata Yanga tu ili wakawaonyesha kwamba wamekasirika. Ili wahamie Yanga kwanza kwa sababu Yanga inaonyesha ustaarabu. Imejali mpaka ikaingia uwanjani, wao wamesusa. Washabiki wao wametumia gharama kutoka mikoani. Sasa ili kuwaonyesha kwamba wamejamu, wamiminikie Yanga kwa sababu Yanga kuna raha. Hao wanaonyesha kabisa kwamba hawajali hata washabiki wao. Sasa kama mtu akujali hata kwamba shabiki wangu wa Simba ametoka mikoani huko ametumia gharama, hawezi kumrudishia. Sasa kwa nini usimhurumie ukaingia uwanjani? Kwa sababu woga walikuwa nao kwa ajili ya aibu. Washabiki wahame tu wahamie Yanga. Wachukue sisi sababu wasije wakafa na pressure washabiki wa Simba bure. Ahmed Ally jana aliandika kwenye Instagram kwamba mashabiki wa Simba wajipige kifua, haki imeshinda. Kwa wao wanasisitiza mashabiki zao waendelee kufurahi kwamba haki imeshinda. Haiwezekani ukanitumikisha magharama kutoka huko Geita, kutoka Mwanza, kutoka Mbeya. Alafu nije uanze kunipa moyo tena eti ni fly kwa lipi. Wahamie Yanga tu wacheze washabiki wa Simba. Tunawakaribisha. Sasa umemsikia babu? Ndio. Wewe kuna marafiki zako wangapi Simba ambao unawajua wameshare? Hapa Mama je? Mama. Umhamishia wa Yanga? Sawa tu. Sawa tu. Unatamani hivyo? Atakubali? Awe refa. Yaani mechi ya Simba na Yanga azishe mamako. Mtafungwa sasa. Fungwa? Ataipendelea timu yake? Ataipendelea? Hapana.
lazima aje Yanga. Lazima. Yaani lazima. Mama akiwa refa na wewe uwe nani? Mimi nataka niwe kiongozi mkubwa wa Yanga. Ndio ndoto yako hiyo. Kama nani, labda msemaji, rais, makamu wa rais? Natamani, lakini nataka niwe kiongozi mkubwa wa Yanga. Mwambie Engineer Hersi pale. Bana, mimi Suda natamani siku moja nije kuwa kama engineer, nataka niwe rais mkubwa wa Yanga. Ukishakuwa mkubwa sana wewe. Ukishasoma. Basi kila lenye heri. Tuseme amini. Amini. Bana, ndoto za mjukuu umezisikia? Mimi binafsi nimesikia leo kwa mara ya kwanza. Ndoto za mjukuu yuko sawa kwa sababu si ndo ameanza. Kwa hiyo lazima kama ana malengo ya kwenda huko mbele sasa atasoma, anapambana kwamba lengo nafukuzia nini. Kwa hiyo yuko sawa. Mmoja aje kuiongoza Yanga Afrika. Aje aongoze kwa sababu kichwa chake kiko vizuri. Hataweza. Kweli kichwa chake kiko vizuri, kwa hiyo pambane tu. Asibweteke tena kurudi nyuma, songe mbele jumla. Anapojitahidi na malengo atafika tu. Tumalize kwa hili Hussein. Ulikuwa unaziona ngapi jana? Yaani kama ingetokea mchezo upo. Goli. Goli tulikuwa tumepanga kuanzia 5. Kwa hiyo mlikuwa mmepanga kabisa. Kuanzia 5 kwa sababu ni kawaida. Na wao wenyewe unaona hajiamini kwanza. Kwa hiyo anapoingia hajiamini uwanjani, jana ilikuwa ni aibu ambayo inaweza kawa haijawahi kutokea, lakini goli 5 ndio ilikuwa katika hesabu zetu. Kama tunapopewa dozi wengine. Na hatuiwahi kumpa, tulikuwa tutatu tumkumbushe tena. Basi akakula 5. Fiche sasa, hatuna ujanja. Tusubiri msimu ijayo. Hii tunachukua pointi zetu. Msimu ijayo tutakutana tu. Kwa hiyo utakuwa unajificha kila siku, utatafuta hata na polisi sasa. Watafuta popote walipo walete uwanjani. Sasa ni kanuni zinafuatwa. Hawezi kuwa unajificha sasa kila siku. Sawa. Nikushukuru sana Hussein, nimeenjoy. Umenikaribisha vizuri na pia nafikiri pia na michezo utakuwa umesikia kile ambacho umekieleza. Hapana. Mbona umekata kwa nguvu hiyo? Nitapoteza ushabiki wangu. Kwa nini nitapoteza ushabiki? Kwa mfano kule Yanga Princess wananilipa 500 na kule Simba Queen wananiita mimi akanilipa 2000. 500 na 2000 ipi kubwa? Si 2000. Kwa hiyo si nitaenda kule nitavaa jezi zao, nitawashangilia, nitakuwa nimepoteza ushabiki wangu. Sababu makali. Kwa hiyo utakuwa mchezaji ili usipoteze ushabiki wako. Nitaka niwe kubwa. Ukiwa kiongozi usipoteze ushabiki wako sababu uko Yanga. Si ndio? Mimi Suda nikushukuru sana. Umefunga kwanza? Ndio nafunga. Hujafunga, mama akasema hujafunga. Nimefunga. Chungu cha ngapi leo? Cha 6. Unatoboa kweli paka jioni muda? Jioni muda? Ndio. Unatoboa? Ndio. Muongo. Natoboa. Au pipi? Hapana. Utaki? Sawa. Bana, tumezungumza na Hussein Makubi, mwanachama na shabiki wa Young Africans, fanya biashara kutoka Geita, mfadhili wa Goli la Mama. Zote hizi ni sifa zake pamoja na Suda Yanga. Mjukuu wake tulikuwa hapa. Tumepiga story nyingi kuhusu mchezo wa jana ambao haukuchezwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa baada ya Simba kugomea mchezo na bodi ya ligi kutoa taarifa kuwa mchezo huo umeghairishwa kwa sababu walizoziainisha wao na utapangiwa tarehe nyingine. Sina la ziada. Naitwa Diego, hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo. Asante na kwaheri.